Mwanzo sura ya 39. Basi Yusuf akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawapa pamoja na Yusuf, naye akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake, yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusuf akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Akawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusuf. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba, akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusuf, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusuf alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusuf, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusuf siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusuf akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, akawaita watu nyumbani mwake, akasema nao akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka. Ameingia kwangu ili alale nami. Nikalia kwa sauti kuu. Ikawa aliposikia ya kuwa nimepaza sauti yangu na kulia, aliacha nguo yake kwangu, akakimbia akatoka nje. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani, naye akamwambia kama maneno hayo, akisema, yule mtumwa Mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anidhihaki. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu, akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia, akisema, mtumwa wako amenitendea mambo kama haya, hasira yake ikawaka. Bwana wake akamtwaa Yusuf akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusuf, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusuf watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusuf, kwa kuwa
Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya.